Nilisema jana tukaanza kusikia viashiria vya aina ile ile, kama vile ambavyo vimetugharimu maisha ya watu, vimetugharimu heshima ya taifa letu, vimetugharimu rasilimali, vimetugharimu umoja wetu. Na watu wengine wanafanya mizaha hivyo hivyo, na wengine wanachukulia mizaha hivyo hivyo. Sasa nilisema jana, nilisema nitapita na leo ikiwa sehemu ya kusalimia nifafanue haya. Moja ya jambo ambalo hatuna mzaha nalo ni kuhusu ulinzi wa nchi yetu, ulinzi wa Watanzania na ulinzi wa rasilimali za Tanzania. Haya si mambo ya mzaha, wala hayana upande, wala hayana pande mbili. Haya ni mambo ya aina moja tu, yanaihusu Tanzania na Watanzania wake. Kwenye hili hatuna makundi. Jambo la usalama wa nchi yetu hili halina pande. Tanzania ina vyama vya siasa, lakini hivi vyama vya siasa vipo tu kwa sababu kuna Tanzania. Hata dini zetu tunaweza kufanya hizo ibada kama pana amani. Pakichafuka, waulizeni walioko kwenye machafuko kama wanakumbukaga ibada. Kwa hiyo panapokuwepo na viashiria vya kukosekana kwa usalama wa nchi, hicho ndio kipaumbele. Lazima tushughulikie kwanza jambo hilo. Lazima tushughulikie kwanza jambo hilo. Sisi kama serikali wala hatuna ugomvi na vyama vya siasa. Hata mimi mwenyewe nina chama changu. Hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa. Hatuna ugomvi na vyama vya siasa, viko kikatiba. Wala watu wasije wakachanganya haya mambo. Hatuna ugomvi na vyama vya siasa. Lakini tuna jambo ambalo tuna wajibu nalo la kuhakikisha nchi yetu iko salama na Watanzania wako salama, na hilo ni jambo la kipaumbele. Hilo ni jambo la kipaumbele. Hatupuuzi hata chembe yoyote linapokuja jambo la usalama wa nchi yetu na usalama wa wananchi wake. Tumeambiwa na haya sio siri, kwa sababu hata ninyi mnasikia huko. Tukaambiwa kuna watu wanafanya hivi na hivi, wanafanya hivi na hivi. Tumefuatilia tukajiridhisha, wapo wabaya, maadui wa taifa letu, wanafanya michezo ya aina hiyo. Wanataka kuwatumia vijana wa Kitanzania kwa maslahi yao binafsi. Kama serikali ambao tuna wajibu wa kulinda nchi yetu, tuna wajibu wa kulinda maisha ya Watanzania, tuna wajibu wa kulinda rasilimali za Watanzania, hatuwezi kupuuza jambo la aina hii. Kuna wengine ambao tumeshawakamata. Wapo ambao wao wanalipwa, wanataka wawaandikishe vijana wa Kitanzania wawapeleke barabarani, na wameleta na watu wa kuwapiga vijana wa Kitanzania ili baadaye waichafue nchi yetu. Haya mambo hatuwezi tukaruhusu. Kuna kijana mmoja wilaya moja, kila mwezi analipwa milioni 3 kwa ajili ya kushawishi na kusajili vijana waingie barabarani. Anafanya hayo yote. Wale wanaomlipa wana faida gani na nchi yetu? Wanataka kunufaikaje na hayo wanayoyapanga? Haya mambo lazima Watanzania tuambizane ukweli. Kuna watu wana nia mbaya na nchi yetu.
mwingine analipwa milioni 5. Na tulipomuuliza ametoa siri nyingi tu. Anatumwa, na wale wanaomtuma tunajua waliko pia. Na wale wanaomtuma na wao wanafugwa, wanalipwa kwa ajili ya shughuli ya aina hiyo. Na ndio maana kila siku wanaweka mikakati ya uhalifu, wanapanga siku zenye matukio ya kukusanya watu. Ndio maana siku ile moja yule akakamatwa, wakiwa wametangaza Disemba, tarehe 9 Disemba, moja akakamatwa pale mpakani akiingia na mabomu. Mabomu ya nini? Walikuwa wanajua watu akishasambaa wawarushie, alafu baadaye lawama ziende kwa polisi, lawama ziende serikalini, nchi ichafuke, watimize malengo yao. Watanzania, hii michezo tuikatae na wala tusipe nafasi. Hatuwezi tukaruhusu michezo ya aina hiyo, na wala mtu wa aina hiyo hatutacheka naye. Hatutacheka na mtu wa aina hiyo. Hatutafanya mchezo, na wala tusitaniane wala tusidanganyane. Hatutafanya mchezo na mtu wa aina hiyo. Mimi wasifichi, hatutafanya mchezo na mtu wa aina hiyo. Tumepewa jukumu la kuilinda nchi yetu na watu wake. Hatutafanya mchezo kwenye hilo. Na wala huu sio mtihani wa kwanza. Mimi niwatoe hofu wa Tanzania, wala huu sio mtihani wa kwanza. Walikuja wakatufanyia fujo, na nayakumbuka haya, nilikuwa waziri wa mambo ya ndani. Pale wapi pale Kibiti, wapi pale Mkuranga. Ikawa eneo tishio, eti watu hawaendi hata mashambani, eti watu wanalala. Kila tunaamka mwingine naye kapigwa. Kila tunaamka mwingine naye kapigwa. Niambia, hii haiwezi kawa Tanzania hii. Sasa na wala hatuonei mtu. Hatutaonea mtu. Wewe unalipwa ili ulete machafuko kwenye nchi yetu. Hatutakuchekea. Hii tusidanganyane, hatutakuchekea. Na vyombo vya ulinzi na usalama, sikilizeni, wala msiogope. Mtu yeyote anayetaka kuvunja amani ya nchi yetu, wala msimchekee. Ndio. Wala tusidanganyane. Tutaambizana ukweli tu. Atudanganyani, tunaambizana ukweli. Yaani yeye analipwa ili aumize wa Tanzania. Mnataka tumchekee? Mnataka tumchekee? Hatuwezi tukaruhusu vitu vya aina hii. Na wala hatutaruhusu nchi yetu iwe nchi ya kutangaziana tu kwamba siku fulani tunataka kufanya hivi. Hatutaruhusu pia. Nchi yetu ina katiba. Hii ya vyama vya siasa wala wasipitie huko. Sisi hatuna mzozo na wala hatuna ugomvi na vyama vya siasa. Hata mimi mwenyewe nina chama changu. Hata sisi wa serikalini tuna chama chetu. Ndio katiba inavyosema, hamna serikali itaundwa bila kupitia chama chochote cha siasa. Wala hatuna mzozo na vyama vya siasa.
Na hata hiyo tukishajihakikishia na swala hili la usalama, tarehe ngapi hiyo imepita, 8 9 hapo imepita, wataendelea tu na mikutano. Lakini jambo la usalama wa Tanzania na Watanzania ni jambo la kipaumbele tena, na yeyote atakayebishabisha kuhusu hatua zinazochukuliwa naye itabidi tumchunguze. Ana maslahi gani na jambo hilo? Sisi tunataka nchi iwe salama. Tunataka hata hao wanaofanya mikutano ya hadhara wawe salama. Watanzania mnasahau mapema. Kuna kipindi iliwahi kufika hivi, wakiwa hawa wanatafuta jambo lao wahalifu, waliwahi kurusha mpaka mabomu kwenye mkutano wa hadhara, ili mradi tu watugombanishe Watanzania. Leo hii waje warushe bomu waumize watu kwenye mkutano wa hadhara. Nani ataulizwa? Waseme serikali hiyo. Mnaona? Sisi tuna taarifa na tumeshakamata, na wametupa taarifa wale tuliowakamata. Wametupa malipo wanayolipwa kila mwezi. Wametuambia. Na mengine ni ya kiusalama, hatutasema zaidi. Na silaha. Hiyo michezo nilisema na jana tunaijua. Kama huhusiki na kupanga mipango michafu, usiingilie hatua ambazo serikali na vyombo vya ulinzi na usalama vinachukua kuwahakikishia Watanzania usalama. Watanzania wanataka walale wakiwa salama, wafanye kazi zao wakiwa salama, na sisi tutapambana na wale wanaotaka kuwatumia watoto wa Kitanzania. Tunataka kushughulika na masuala ya usalama wa nchi yetu, usalama wa wananchi wetu, usalama wa rasilimali zetu. Sasa ninyi fikirieni tu. Wewe kijana mwenzako amechukuliwa hoteli ya kitalii, analipwa milioni 5. Yeye yuko tu kwenye hoteli, eti yeye ameahidiwa dola milioni 1. Dola milioni 1 ni kama bilioni 2, kama atapeleka watu wengi barabarani wakafi. Tumeshaanza kuuza maisha ya watu. Hilo ndo litatuondolea tatizo la ajira, kuuza maisha ya watu. Haya ni mambo yanayoudhi, na kila Mtanzania lazima tuyakatae. Lazima tuyakatae mambo ya aina hiyo. Tukiyachekea mambo ya aina hiyo, kuna siku tutaamka hatuna taifa. Kwa hiyo Tanzania, nilifafanua hili eneo moja dogo hilo, kwamba hatuna mzozo na vyama vya siasa, lakini tuna kipaumbele usalama wa Watanzania, na tuna taarifa za uhakika na ambazo tumeshafanyia kazi za watu wanaofanya kazi ya kuratibu uchafuzi wa amani ya Tanzania. Maeneo mengi tu tumefanikiwa vizuri, tuko vizuri. Nyie endeleeni na shughuli za kila siku. Serikali iko macho na imeshafanikiwa, tuko vizuri. Tuko vizuri. Lakini sisi kama Watanzania tuendelee kuwa macho na tuwakatae watu wa aina hii. Tuwakatae watu wa aina hii. Na jana nilisema wasiwapeleke watoto wa Kitanzania barabarani kwa kutumia magrupu ya WhatsApp. Yuko huko si Japani, yupo huko si wapi huko, wapi huko si wapi huko,
sio Japani, wapi huko sijui wapi huko, mnawaona kwenye magrupu yao ya WhatsApp yale, yuko wapi huko nje ya nchi, wapi huko nje ya nchi, anakuambia kwenye grupu la WhatsApp, nenda pale, wanamtumia yule ambaye wamemlipa, nenda kasambaze na hivi vipeperushi. Yeye amelipwa, analipwa kila mwezi. Inawezekana na watoto wake walishawachukua wanamsomeshea, amejitoa hivyo. Wewe anakuambia wewe nenda tu. Nini? Anakupatia chupa yenye petroli. Yeye kapewa milioni 5, wewe anakupatia chupa yenye petroli. Yeye amehakikishiwa kulipwa watu wakifa, wewe haya mambo hayakubaliki. Na tunatoa rai kwa vijana wetu wa Kitanzania, kwanza wawakatae wahalifu wa aina hiyo, na sisi serikali tutashughulika na hao wahalifu. Hii hata sifichi, wahalifu wa aina hiyo tutashughulika nao. Wahalifu wa aina hiyo wanaofugwa wapo, wanalipwa ili kufadhili, kuandikisha, kuratibu. Wala hatupuzi, tutashughulika nao kikamilifu. Hawa watu hawa wanaharakati hawa mnaowaona hawa, basi tu tunasahaugi, tunaachaga kufuatilia, tunasahau mapema tu. Hawa hawajawahi kuwa na jema na nchi yetu. Hawajawahi kuwa na jema na nchi yetu. Labda sikuwasikia sana wakiwa hivi wakati wa utawala wa Rais Mwinyi, kwa sababu mitandao ilikuwa bado, mambo ya internet haya yalikuwa bado hayapo. Hatukuwasikia sana. Tukaanza kuwasikia kidogo wakati wa serikali ya awamu ya 3 ya Rais Mkapa. Mitandao haikuwa sana. Wale wakati huo ndo mitandao ya kijamii imeanza. Serikali ya awamu ya 4 hivi tukana vibaya sana, tukana uongozi, tukana nchi, hamasisha uchafuzi. Wanaangalia wapi panaweza pakawa na mwanya wa kuwagombanisha Watanzania. Mara unasikia kwenye mkutano wa hadhara bomu limetupwa. Bomu linatupwaje mkutano wa hadhara? Hatujakaa sawa, bomu limetupwa kanisani. Bomu linatupwaje kanisani? Jamani, sio bomu la machozi, bomu la kuua watu limetupwa kanisani. Na wakumbusha ili muone kwamba hawa wachafuzi project yao hii ni ya siku nyingi, na hawakomi, kila siku hapo tu. Hapo serikali ya awamu ya 4 hapo wamemaliza hapo. Mara unasikia kiongozi wa dini kamwagiwa tindikali. Huyu si mfanyabiashara. Haya mambo gani haya? Imekuja serikali ya awamu ya 5 chini ya Daktari John Pombe Magufuli. Mimi nawaambia haya kwa sababu nilikuwa waziri, najua. Bila kuwa vyombo vyetu kuwa macho na nchi yetu kusimama imara, walitaka nchi zitawalike. Lazima tuambizane haya. Walitaka nchi zitawalike, utisho, watu washindwe kwenda hata shambani. Kila unaamka sijui mwenyekiti mwingine kauawa pale. Sijui unaamka sijui watu wana silaha. Hawa wanafanya hivyo, halafu wale wa mitandaoni wanachochea. Upande huu wanachochea
Hawa wengine wanafanya vitendo vinavyotengeneza chuki. Hawa wale ambao wamejificha huko, waliowatuma vibaraka wenyewe wako huko, wanaotuma hawa hapa, wao wako kule wanachochea kwa maandishi. Rais Magufuli alisema, na mimi nairudia kauli ile ile, wala wasitume watoto wa Watanzania, waje wenyewe mbele pale. Wasiwaandikishe watoto wa Watanzania, waje wenyewe mbele. Kwa nini nataka kutumia watoto wa Tanzania? Waje wenyewe, watoke huko kwenye hao mataifa walikohifadhiwa, waje wenyewe mbele. Wala hata tusibabaishane, wala tusidanganyane. Hiyo michezo tunaijua, wala tusidanganyane. Sasa Watanzania wengine wanawasikiliza, wameshawaona watu wema kweli kweli. Wameanza lini huo wema wao? Hawa na harakati hawa wameanza lini huo wema wao? Wengine wanadhani labda wameanza kwa Samia hapa. Walimtukana Rais Magufuli matusi yote uliowahi kuyajua kuwa ni mabaya yote. Hawajawahi kuacha tusi moja baya yote. Na alipofariki wakafanya na sherehe. Sisi tukiwa tunaomboleza, wao wakafanya sherehe. Hao ndo wamekuwa wazuri wa Tanzania hao. Yaani hao ndo wanaweza wakatutakia jambo jema hao. Sisi tukiwa tumefiwa, wao walifanya sherehe. Hawa ndo wanaweza leo hii wakatuwazia jambo lolote jema. Sasa mimi nilifundishwa wakati nachunga, nisimuache hata mtoto wa mbuzi anayechechemea akalala porini. Nitashughulika nao kisawasawa hawa wanaoleta fujo. Ndio. Ndio. Wala sisemei sehemu ya kujificha ficha. Mtu akivunja sheria anachukuliwa hatua za kisheria. Ukifanya uhalifu unakutana na mkono wa sheria. Rai yangu kwenu wa Tanzania, hawa wana mpango ulio kamili na ninyi hamujui. Msiwatengenezee mazingira ya kutekeleza mpango wao. Hao vijana wao waliotuma kuratibu haya, na wale wengine waliotuma kama yule tuliyemkamata na silaha, wanasubiri mikusanyiko ya watu waue vijana wa Kitanzania, halafu walalamike, halafu wao walipwe kwa Watanzania wetu kufa. Hii Watanzania wote tuikatae. Maisha ya Mtanzania hayanunuliwi kwa fedha yeyote. Maisha ya kijana wa Kitanzania hayauzwi na wala hayanunuliwi kwa fedha yeyote. Tukatae wale wanaotaka kufanyia biashara maisha ya Watanzania. Hiyo tuikatae. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, wala tusibishane kuhusu mikutano ya vyama vya siasa. Hiyo ipo kikatiba, ipo tu. Sasa hivi tushughulikie jambo la usalama wa nchi yetu na usalama wa Watanzania na usalama wa hao walioko kwenye hivyo vyama vya siasa. Tudhibiti michezo ya wahalifu. Tutafanyia kazi hatua kwa hatua. Tumeshakamata watu wa kutosha hawa ambao walitumwa kuratibu na wale ambao wamepewa na silaha. Mwingine mmoja yule tena hata sio raia, ameingia na yuko na mabomu, na yeye tumemkamata. Watatuambia kila kitu. Watatuambia kila kitu. Na wale wanaolipwa kazi yao ni hiyo tu. Vijana wenzangu, wewe unakubalije mwenzio yeye analipwa kila mwezi, analipwa mamilioni ya pesa, wewe anaje ya kushawishi tu kwamba siku hiyo twende ufanye hivi, siku ile twende ufanye hivi. Anakuletea kijipeperushi, yeye amepewa hela.
haya hatuwezi tukakubaliana hivyo. Yaani milioni 5, mwenzao miezi 10 tu ana milioni 50. Yule mwingine amepewa na ameahidiwa dola milioni 1. Dola milioni 1 kama watu watakufa wengi. Hatuwezi tukauza maisha ya Watanzania namna hiyo, na wala hatuwezi tukaruhusu mambo ya aina hiyo. Hatuwezi tukaruhusu mtu afanyie biashara maisha ya Watanzania. Kinachotafutwa nini? Rasilimali. Anayebisha hili na yeye hana hizi taarifa sisi ambazo tumewakamata hawa, atuambie ana mpango gani? Atuelezee ana mpango gani? Atuambie ana mpango gani? Sisi tumewakamata wanaolipwa na ambao wanaratibu, tumewakamata. Tumekamata na yule alikuwa anaingia na silaha, tumekamata na wale wengine wenye silaha. Tumekamata na mwingine alikuwa anatengeneza mabomu ya asili, tumekamata. Wewe unayetaka tuache uholela, huku kuna watu tumeona wanaratibu jambo la aina, una maslahi gani na jambo hilo? Niliona kama sehemu ya salamu niseme hii, niweke wazi, hatuna ugomvi sisi ndani ya nchi na chama chochote cha siasa. Hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa, lakini tuna jambo kama nchi ambalo ni kipaumbele: usalama wa taifa letu, usalama wa Watanzania, na lazima tulinde rasilimali za nchi yetu. Na hatuwezi kuruhusu uhalifu ukatawala. Hatuwezi tukaruhusu kwamba watu wamejifungia tu huko, sio taifa gani, wao wanatupangia tu kwamba siku fulani tunafanya, wanatafuta tu tarehe wanataja. Hatuwezi tukaruhusu hicho kitu. Wajaribu nchi nyingine, sio Tanzania. Sisi hatuwezi kuruhusu hivyo. Na hata hao wanaowafuga watawafuga bure tu. Hamna siku watafanikiwa mpango muovu. Hamna siku uovu utatawala Tanzania. Haiwezekani. Kwa hiyo niliona niseme hii, wanatafuta watu wengi, watu wengi watafute siku za mikusanyiko, wala hatutaacha watu kufanya shughuli zetu za kila siku ndani ya nchi. Hatutaacha Watanzania washindwe kufanya shughuli zao za kila siku kwa sababu kuna watu wanapanga mipango miovu. Tutashughulika na waovu. Na mimi niwaombe Watanzania wote tuunge mkono jitihada za serikali za kupinga uovu wa aina hii. Uovu wa aina hii una madhara kwa kila mtu ukipenyezwa. Sasa inatokea watu wana sikukuu yao ya Idi, wanasema tutafanya siku ya Idi. Inatokea watu wana sikukuu yao ya Pasaka, tutafanya siku ya Pasaka. Inatokea watu wana sikukuu yao ya Krismasi, basi tutafanya Krismasi. Inatokea watu wana sikukuu yao ya Sabasaba, basi tutafanya Sabasaba. Arikona ufurua ndo hawa.
Haya, nawashukuru sana. Nadhani nimeeleweka vizuri. Nimekuja